We work with coastal community in Thailand, in Sri Lanka, and here in Africa as well. From Dhaka to here, and also to South America, what we have seen is a lot of these community are facing a very challenging times. They're working very hard to protect our ocean, to protect our sea. Wanaharakati wa mazingira, mashirika ya kiraia na watetezi wa haki za bahari walikusanyika katika ufukwe wa Pirates Beach Mombasa kupeleka ujumbe mzito kwa serikali za Afrika kutanguliza ulinzi wa bahari na rasilimali za baharini. We are here today in Mombasa with communities but also Greenpeace volunteer to do a symbolic action to call to all the government in Africa to protect the ocean. Akizungumza kabla ya mkutano huo, kiongozi wa kampeni za bahari wa Greenpeace Africa, Daktari Aliouba, alisisitiza umuhimu wa mkataba wa kuanzisha maeneo yanayolindwa baharini katika bahari kuu. Alibainisha kuwa uvuvi haramu usioripotiwa na usiodhibitiwa unaendelea kuhatarisha maisha ya mamilioni ya Waafrika wanaotegemea rasilimali za pwani na bahari kwa kujikimu. At the same time, our ocean conference, that is a conference that gather thousands of people and also authorities. We call them at this moment to take action to protect our ocean, because our ocean is our life. So we call them to take action on conservation, but also ending IUU fishing and also ending all kind of pollution that the ocean is currently facing. Akizungumza katika ufukwe wa Pirate Beach, kiongozi wa mradi wa kampeni ya haki za bahari Nichanan alisema mpango huo unafanya kazi na jamii za pwani duniani kote, ikiwemo Thailand, Sri Lanka, Afrika kutoka Dakar hadi Mombasa na Amerika Kusini, ambazo zote zinakabiliwa na changamoto zinazofanana za mazingira na maisha kutokana na uharibifu wa bahari. We work with coastal community in Thailand, in Sri Lanka, and here in Africa as well. From Dhaka to here, and also to South America, what we have seen is a lot of these community are facing a very challenging times. They're working very hard to protect our ocean, to protect our sea. But what they receive in return is a lot of challenge, a lot of problem causing by industry, causing by the government. And this month is the World Ocean Day, is an ocean month, and here we are in Mombasa for our ocean conference, where we call governments and everyone who involved in this ocean related issue to start doing something concretely. Kwa upande wake, kiongozi wa kampeni za plastiki wa Greenpeace Africa, Helen Dena, alieleza kuhusu tishio linaloongezeka la uchafuzi wa plastiki na athari zake za afya baharini. Majina naitwa Helen Kahaso Dena, mimi ni meneja wa mradi wa kuzuia plastiki ama uchafuzi wa mazingira kutokana na taka za plastiki katika shirika lisilokuwa la serikali la Greenpeace Africa. Na leo tumekuwa na activity hapa katika beach kusema ya kwamba tunataka kuona uchafuzi wa bahari zetu unakomeshwa, na hasa katika wiki hii tutakuwa na lile kongamano la bahari ambalo linaleta pamoja viongozi ambao watakuja kujadiliana mambo ya bahari. Na tukiona kuna matatizo mengi tu katika tukiangalia bahari zetu, sio Kenya peke yake lakini ulimwengu mzima. Tunaona kwamba kuna yale matatizo ya uvuaji ambao hauruhusiwi, lakini pia kuna matatizo ya uchafuzi wa bahari kutokana na taka za plastiki. Tumeona viumbe wa bahari sana wamekula plastiki na zile chembe za plastiki ambazo kwa kimombo zinaitwa microplastics. Na sana wanadhani hicho ni chakula na wamekufa. Mara nyingine pia wavuvi huwa wanaacha zile neti zao katika bahari na huwa inafanya viumbe vya bahari pia kula zile neti hizo. Na nikiripotia Swahilipot FM kutoka eneo bunge la Kisauni, kaunti ya Mombasa, jina langu ni Samuel Mutethia. Swahili inatuleta pamoja ndani ya Swahilipot FM 91.7. Marhaba.